muda huu utasikia taarifa kutoka nchini Urusi ambapo Urusi imeweza kurusha makombora ya ICBM na cruise wakati wa mazoezi ya kijeshi ya nyuklia nchini humo. Na Vladimir Putin pia kama rais wa nchi hiyo ameweza kusimamia urushaji wa kivitendo wa makombora masafa marefu na makombora ya angani ambayo yamefanyika hivi punde siku ya leo ya Oktoba 22 ya mwaka 2025. Na wakati pia Urusi ikifanya hivyo katika urushaji wa makombora hayo ya masafa marefu, nayo nchi ya Korea Kaskazini ikiwa chini ya bwana Kim Jong-un nayo pia imerusha makombora kadhaa ya ballistic. Imekuwaje? Basi utasikia pia hapa hichi ambacho kimeripotiwa muda huu na hichi ambacho pia kama kimeshika gumzo, ambako mapema kabisa siku ya leo ama usiku wa kuamkia Oktoba 22 Korea Kaskazini iliweza kurusha makombora kadhaa ya ballistic, lakini pia muda mchache baadaye Urusi nayo ilifanya mazoezi ya kurusha makombora ya masafa marefu ya ICBM. Basi utasikia pia hapa undani wa taarifa hii na kusikia kwamba unakukumbusha kwamba unaweza kujiunga nasi sasa kama bado hujafanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe. Urusi imefanya urushaji kivitendo makombora ya masafa marefu na makombora ya angani yamefanywa ama umetekelezwa wakati wa mazoezi ya nguvu ya kijeshi ya nyuklia yaliyoongozwa na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Tovuti ya Kremlin imeripoti hivyo Oktoba 22 chini ya uongozi wa kamanda mkuu wa majeshi ya shirikisho la Urusi bwana Vladimir Putin. Zoezi la kimkakati la nguvu ya nyuklia limefanyika kwa kuhusisha vipengele vya ardhi, bahari na angani, ambapo wakati wa zoezi hilo kurusha kwa vitendo makombora ya ballistic ya mabara na makombora ya cruise ya anga yamefanyika, imesema taarifa ya Kremlin kwenye tovuti yake. Vikosi vya uzuiaji vya kimkakati vya Urusi vinakusudiwa kuzuia uchokozi dhidi ya Urusi na washirika wake na kumshinda mvamizi katika vita na matumizi ya silaha anuai pamoja na silaha za nyuklia ambavyo wanajumuisha vikosi vya kimkakati vya kushambulia na kujihami. Vikosi vya kukera vya kimkakati vya Urusi vilivyo na mifumo ya makombora ya kuvuka mabara na angani vinatokana nguvu za kimkakati za nyuklia ambazo zinakumbatia kikosi cha kombora la kimkakati. Pia zinajumuisha vikosi vya kawaida vya kimkakati kama vikosi vya kusudi mbili, vitengo na muundo wa walipuaji wa kimkakati na wa masafa marefu, na pia manowari, meli za juu na ndege za kubeba makombora ya majini ya Urusi na silaha za masafa marefu za usahihi wa kawaida. Vikosi vya ulinzi vya kimkakati vya Urusi vinatokana na askari walio tayari kupambana na vikosi ama kupambana kwa kikosi cha wanaanga ambacho kinaunganisha mfumo wa onyo la mapema la kombora, mfumo wa udhibiti wa anga, kombora la anti-ballistic, mifumo ya ulinzi wa anga na anga. Hicho pia ndicho ambacho kimeripotiwa na Kremlin kuhusu Urusi kuzindua ama kufanya mazoezi ya kijeshi, mazoezi makubwa ya kurusha makombora ya ICBM na cruise wakati wa mazoezi ya kijeshi ya nyuklia ambayo rais wa Urusi bwana Vladimir Putin ameweza kuyasimamia siku ya leo. Hivyo ndicho pia ambacho muda huu kimeshika gumzo. Na wakati pia hao ya kijiri, tayari waziri wa mambo ya nje wa Urusi bwana Sergei Lavrov yeye pia ametangaza au amethibitisha kwamba Urusi iko tayari sasa kutekeleza ahadi yake ya kujenga pia kiwanda kingine cha kwanza kabisa cha nyuklia huko Kazakhstan. Urusi inathibitisha ahadi zake kwa Kazakhstan kuhusu ujenzi wa kinu cha kwanza cha nyuklia nchini humo Kazakhstan. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi bwana Sergei Lavrov amesema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Kazakhstan bwana Emeki Koshchebaev. Urusi ni miongoni mwa washirika wakuu wa biashara wa Kazakhstan, mwekezaji mkubwa pia zaidi katika uchumi wa Kazakhstan nchini humo. Uangalifu mkubwa unalipwa katika kusaidia katika utoaji wa usalama wa nishati kupitia miradi ya pamoja ya mafuta na nishati ya maji, Lavrov amesema walikaribisha maamuzi yaliyofanywa mwezi Juni mwaka huu 2025 ya kuchagua shirika la serikali la Urusi Rostom kama kiongozi wa muungano wa kimataifa juu ya ujenzi wa kinu cha kwanza cha nyuklia katika Jamhuri
alithibitisha kwa wenzake utayari wao wa kutekeleza kwa nia njema majukumu yao yote katika nyanja hiyo kwa wakati ufaao na kikamilifu. Mwanadiplomasia huyo wa Urusi Bwana Sergei Lavrov amethibitisha hivyo. Mamlaka husika sasa zinafanyia kazi vigezo vya kiufundi na kifedha pamoja na maelezo ya kisheria, waziri ameongeza hivyo. Pia nilikudokeza kwamba wakati pia Urusi imefanya mazoezi ya kurusha makombora, nayo pia Korea Kaskazini mapema kabisa usiku wa Oktoba 22 iliweza kurusha makombora kadhaa ya ballistic, ambako nchi ya Korea Kaskazini imeweza kurusha makombora kadhaa ya ballistic Jumatano asubuhi. Wakuu wa pamoja wa wafanyakazi wa Korea Kusini wameripoti hivyo asubuhi ya siku ya leo Oktoba 22, 2025, ambako pia kwa mujibu wa majira ya huko ni kama ilikuwa majira ya usiku kuamkia majira ya siku yetu ya leo kwa saa za Afrika ya Mashariki. Silaha hizo za masafa mafupi zilizinduliwa kutoka kusini mwa mkoa wa Hwanghae kaskazini na kusafiri takriban kilomita 350 kabla ya kutua katika mkoa wa Hamgyong kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kulingana na taarifa kutoka Seoul imeeleza hivyo. Pia wachambuzi wa kijeshi wanaamini ya kwamba makombora hayo yanaweza kuwa ya aina ile ile yaliyojaribiwa na Pyongyang mnamo Septemba 2024. Waziri Mkuu mteule wa Japan Sanae Takaichi amesema Tokyo, yani Japan, ilikuwa ikishiriki data ya ufuatiliaji na onyo kwa wakati halisi na Marekani na Korea Kusini kufuatia uzinduzi wa makombora hayo. Pyongyang haijazungumzia majaribio hayo ambayo ni ya hivi punde zaidi katika mfululizo wa majaribio ya makombora ya ballistic mwaka huu, ambapo raundi ya awali ilifanyika mapema mwezi Mei mwaka huu 2025. Baadhi ya vyombo vya habari vimedokeza kuwa uzinduzi huo mpya uliwekwa wakati wa matarajio ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump nchini Korea Kusini, ambaye pia ameratibiwa kuhudhuria mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pasifiki APEC wiki ijayo katika mji wa pwani wa Jeonju. Vyombo vya habari nchini Korea Kusini pamoja na Japan pia vimekisia kwamba Trump anaweza kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini na Bwana Kim Jong-un wakati wa safari hiyo, ikiwezekana au ikiwa kama ni uwezekano wa kurudia mikutano ya hadhi ya juu waliofanya wakati muhula wa kwanza wa Donald Trump kwa madarakani huko nchini Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa hizi mbili tofauti ambazo nimekufahamisha muda huu kuhusu Urusi kufanya mazoezi ya uzinduzi wa makombora masafa marefu, ikiwa kama ni mazoezi ya nyuklia, lakini pia Korea Kaskazini kufanya ama kurusha makombora ballistic kadhaa katika ndani ya nchi hiyo. Na hivyo basi hii ni moja pia kati ya taarifa ambayo imeshika tension kubwa kwa siku ya leo. Inakumbuka kwamba pia Korea Kaskazini pamoja na Urusi ni nchi ambazo zinashabihiana ama zinashirikiana kijeshi. Kwa hiyo hii pia ni kama ishara ya kwamba, au hii ni ishara kwa nchi za NATO ya kwamba Urusi na Korea Kaskazini bado kabisa zinazidi kujiimarisha kwa suala zima la silaha. Basi taarifa zaidi pia na kuahidia kwamba nitazidi kufahamisha hapa. Endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zingine nyingi zaidi kutoka kimataifa na kitaifa.